Hujambo mpenzi mtazamaji, hii ni TV47 saa 5. Tunakupakulia taarifa ambazo zimejiri kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Katika hii ni story yetu, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Karibu ni kujuze taarifa hizo. Jamii ya wafugaji katika wadi ya Sosian, kaunti ya Laikipia inalalamikia kunyakuliwa kwa maeneo yao ya malisho ya mifugo na watu wanaodaiwa kuwa mabwenyenye, wakisema hali hiyo imeathiri pakubwa maisha yao, huku wanafunzi wakilazimika kusalia nyumbani baada ya barabara kufungwa na mifugo wao kuangamia kutokana na ukosefu wa chakula cha kutosha. Laban Muhinda na taarifa hii. Wafugaji katika kijiji cha Ratia, wadi ya Sosian, eneo bunge la Laikipia Magharibi, kaunti ya Laikipia, wanalalamikia kunyakuliwa kwa maeneo yao ya malisho ya mifugo na bwenyenye mmoja. Na kuna mabwenyenye amekuja kutudhulumu, ametumia nguvu yao, na tukiuliza shida ni nini, anasema enda mali unajua. Kwa mujibu wa wakazi hawa, licha ya kumiliki stakabadhi halali za umiliki wa ardhi hii, bwenyenye huyo anadaiwa kuvamia na kulima shamba hili, hali inayowalazimu kuwatafutia mifugo wao malisho mbadala. Na hapa ni shamba yangu, nimenunua na mali yangu. Ananiambia enda mali wewe unajua, tutalima uondoke hapa. Hata hii ni message kwanza. Kesho ndio utasidi sasa kutoka yote. Tutakwamisha na nguvu. Farafara umefungwa, watoto wa shule hakuna pale inaingia, mali hakuna mali ya kuenda nini, anafungia mpomo tu hivyo na anasema usikanyange shamba yangu. Sasa hii sasa mali itapeperuka kuenda juu ama itaenda namna gani? Sasa tulikuwa nauliza sasa, kilima namna hiyo sisi tutapata wapi? Ama sisi kitoka kwa hapa na sisi ni shamba yetu kwa hapa, atatoka kuisha wapi? Wanasema hali hii imeathiri pakubwa maisha yao, wakidai kuwa mifugo wao sasa wako hatarini kutokana na uhaba wa malisho. Kwa sasa wanatoa wito kwa vyombo vya usalama na serikali kuu kuingilia kati haraka ili kusuluhisha mgogoro huo na kurejesha haki yao ya kutumia ardhi hii. Ukienda kuripoti police station huko, hakuna mtu anakusikia kama umeongea. Sasa tunashindwa hii ni nini? Hatujaiba kitu ya mtu, hatujakosea mtu yeyote. Sasa ndio tunashindwa hii ni nini? Tatizo hapa sana. Na Waziri Murkomen anaweza, tunaomba yeye sana kwa unyenyekevu apike hapa, sababu hii ni shida. Hii ni shida. Sasa nanunua shamba yangu kwa mali yangu alafu nafunguzwa, niende wapi? Nikiripotia TV47 nikiwa eneo la Sosian, kaunti ya Laikipia, jina langu Laban Muhinda. Na shukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo. Mamia ya vijana waliokuwa wakijihusisha na wizi wa mifugo katika kaunti ya Pokot Magharibi kutokana na ukosefu wa ajira wana sababu ya kutabasamu baada ya kujiunga katika vikundi mbalimbali na kuzamia biashara ya bodaboda. Anavyoarifu mwanahabari wetu Andrew Juma, vijana hao sasa wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuwapa mtaji zaidi ili kujikimu kimaisha. Vijana wengi katika eneo bunge la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi, wana sababu ya kutabasamu baada ya kuweza kupewa msaada wa kujisajili kwenye vyama kama waendeshaji bodaboda, shughuli au hatua ambayo inalenga kuwasaidia vijana hao ambao mara kwa mara walikuwa wamejitosa kwenye shughuli za wizi wa mifugo ambazo mara kwa mara zimekuwa zikichangia hali ya ukosefu wa usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi. Wana bodaboda ya Isab County ni wale walikuwa reformed warriors. So hao ndio wanashukuru Kibaki mpaka saa hizi walileta bodaboda, ndio hao wakajiajiri kazi zao. Wengi waliuza ng'ombe zao wakanunua pikipiki zao.
wengine wakauza bunduki wenye walikuwa wanaenda kuibia ng'ombe, wakauza bunduki wakaenda kununua bodaboda. Na viongozi, watu wote wa bodaboda sasa hivi wamefanya kazi yao, wamepata kumbe kazi ya bodaboda ni kazi mzuri, kazi yenye inaweza letea kitu ya kukula, pesa yenye inaweza lishia watoto yake. We had so many youth who are not employed. And they were trying to they were doing buying animals and taking them all over the country, taking them to Western, taking them to Nairobi. But also that one has limited group, limited finances. But Pikipiki, with the people like Mogo who are helping them finance, they have bought so many things to be able to fight unemployment. You find that unemployment, you know, they say that, the Swahili wanasema, hiyo kichwa mtupu huwa ni nyumba ya shetani ya kuchezea. Lakini hii kazi ya pikipiki imewasaidia sana kwa sababu imeoccupy hao vijana. So walimu imetaramuka, tuna notice cat rustling, despite vile kazi serikali inafanya yote, pikipiki imechangia hao sana kuacha idleness. Vijana wamekuwa busy kwa hii kazi ya pikipiki. Wakizungumza wakati wa hafla hiyo, viongozi mbalimbali walitumia jukwaa hilo kutoa wito kwa vijana hao ambao hapo awali walikuwa wezi wa mifugo, wakiwataka kukumbatia uendeshaji wa bodaboda kama njia moja ya kujikimu kimaisha, wakisema kwamba kaunti ya Pokot Magharibi hivi karibuni imekuwa ikipiga hatua kiuchumi kama njia moja ya kuhakikisha kwamba kaunti hiyo inajikwamua kutoka kwa lindi la umaskini. Tukiwa na hii sekta ya bodaboda ikifanya kazi vizuri, inaweza ikasupport hata security sector. Wanaweza kuwaeleza ni area gani wajanja wanakaa ama wakora wanafanya mambo yao mabaya. Kwa hivyo ni sekta muhimu ambayo inasaidia sana katika usalama. Niliona hata wakati waliweza kuungana na kuform SACCOs na kuwa na viongozi ambao wanachunga usalama wa bodaboda. Wanaweza bodaboda ikiibiwa wanafuatilia kabisa mpaka wanapata. Na kwa hivyo ni njia moja ya kuweza kusaidia katika usalama wa hata nyumba kumi, usalama wa town, usalama wa barabara, wanasaidia sana. Vijana wengi katika kaunti za wafugaji kama vile kaunti ya Pokot Magharibi wamekuwa wakitaabika kutokana na ukosefu wa ajira, na sasa kujitosa kwa shughuli ya bodaboda kunalenga kubadilisha maisha ya vijana hawa kama njia moja ya kuhakikisha kwamba vijana hao wanajikimu kimaisha pasipo kujihusisha na utovu wa usalama. Andrew Juma, TV47 katika eneo la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Nandi imetakiwa kuimarisha huduma za afya kwenye vituo mbalimbali vya afya katika kaunti hiyo. Hii ni baada ya kamati ya afya bunge la seneti kuzuru kaunti hiyo kutathmini hali ya afya. Mwanahabari wetu kutoka eneo hilo Eric Kiplimo anaarifu. Kufuatia ziara ya kamati ya afya katika bunge la seneti ikiongozwa na mwenyekiti wake Jackson Mandago ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Uasin Gishu, imebainika kuwa vituo kadhaa vya afya katika kaunti ya Nandi viko katika hali mbaya, hali inayochangia huduma duni za afya kwa wakazi wake. Tumeanza kule Meteitei, na Meteitei tumeona iko changamoto kiasi ambayo inahitaji serikali ya kaunti kwa kiwango ya CC na chief officer waitilie maanani, na hii ni ripoti tutapatia governor ili aweze kukaza watu wake waweze kufanya. Kulingana na seneta wa Nandi Samson Cherargei, amezitaka serikali za kaunti kuimarisha viwango vya afya wala sio kufanya mabadiliko wakati kamati hiyo inapotarajiwa kuzuru kaunti fulani. We must ensure there is a steady supply of drugs. Tumefika kwa hospitali, tumepata vitu mingi zimeletwa usiku. Mimi mwenyewe nilikuwa chairman, nilikuwa hapa saa 6 hii town, saa 7 usiku, nikapata ya kwamba walikuwa wanashukisha madawa na zile mablankets na zile, na tumepata zingine zikionekana. So what I want to encourage the county to do is do the right thing before we come. You don't need Senator Cherargei or Senator Onyonga or Chemite or Mandago to come and tell you to do the right thing. Baadhi ya changamoto zilizotajwa ni pamoja na ukosefu wa dawa, msongamano wa wagonjwa, usafi na chanjo kwa watoto.
pale tumeona tuna changamoto ya mambo ya madawa, tuna changamoto ya mambo ya chanjo ya watoto na tuna changamoto ya mambo ya maintenance kwa hiyo hospitali ya sub county ya Meteitei. Ile tunaimiza tu hospitali na wasimamizi tuhakikisha tunaagiza dawa kabla ile stock ambayo iko imeisha, ili tuweze kuwa na ile inaitwa consistent supply ya mambo ya madawa. The only request I want to make to our people who are running health facilities, whether it's in Nandi, I want to plead with them that we need to have a lot of sympathy for our poor people. We are treating our poor people badly, and yet they don't deserve that. Hapa referral hospital yenu kuna mashida mbalimbali, kuna congestion, kuna usafi, hali ya usafi iko chini sana. Katika ziara hii, maseneta Jackson Mandago wa Uasin Gishu, Samson Cherargei wa Nandi, Richard Onyonka wa Kisii na Vincent Chemitei wa Baringo walizuru kaunti ya Nandi kutathmini hali ya afya. Eric Kiplimo, TV47, kaunti ya Nandi. Tuangazie mengine hapa. Chama cha walimu wanawake Kenya KEWOTA kimewasilisha rasmi ombi kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuanzisha uchunguzi wa haraka dhidi ya watu na taasisi zilizohusika katika upeperushaji wa habari ya sakata ya rushwa maarufu KEWOTA Payroll Heist iliyopeperushwa na kituo kimoja cha habari tarehe 12 mwezi wa Aprili mwaka huu. Mwenyekiti wa KEWOTA Modesta Kaki amesema chama hicho pia kitaanzisha mashtaka dhidi ya wahusika kikipinga fidia kubwa kwa madai ya kuchafuliwa jina, kuharibiwa kwa sifa na hasara zilizotokana na tukio hilo. That the allegations propagated therein are not only baseless, but are calculated fabrications orchestrated with reckless disregard for the truth, professional ethics and the law. Notably, the principal architect of these claims, Mr. Peter Amunga, has since formally admitted in writing that his assertions were unverified, misleading, and aggravated by malice aforethought. Indeed, we are going to take legal action. First, we are taking legal action against the Standard newspaper, the Standard Group, KTN, the CEO of Standard Group, and the journalist who wrote and aired these pieces. Tuangazie mengine. Wanaharakati wa vijana katika kaunti ya Nakuru wamejitokeza kutaka kudumishwa kwa amani wakati wa msafara na mkutano wa vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna siku ya Jumapili. Wakizungumza katika kaunti ya Nakuru, wamevitaka vitengo vya usalama kuhakikisha mkutano huo unaendelea kama ulivyoratibiwa, huku wakiwaonya vijana dhidi ya kutumiwa kuvuruga mkutano wa Linda Mwananchi. Tungependa kusema hii meli ya Linda Mwananchi imeondoka na hakuna chochote kitasimama mbele kitusimamishe. Ya pili ni kuwaalika wananchi wa Nakuru mujitokeze kwa wingi. Tunawahitaji wote kuanzia kanisani hadi Mazembe grounds. Nchi yote inasema ni wakati wa mabadiliko. Tarehe 19 tutakuwa tunafanya what you're calling a historical declaration right here in Nakuru. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote wa Kenya waangazie mkutano huu kupitia runinga, na pia wale ambao wataweza kufika waje kule katika uwanja wa Mazembe. We understand the most pressing issue right now in the country is the issue of fuel prices, and our principals have made pronouncement on social medias on the same, and on Sunday we are also going to give direction on the same on how we need to approach this government. Linda Mwananchi ina confirm kwamba ipo siku, for sure there is a day that will come that we shall all sing hallelujah that we are tumekomboa Nakuru na tumekomboa nchi yetu.
Kwingineko, baada ya aliyekuwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kumhusisha mwanabiashara Francis Kome Njogu na sakata ya madai ya mafuta ghushi kupitia kampuni yake ya Gulf Energy Limited, viongozi wa wadi katika kaunti ya Meru wamejitokeza kupinga vikali kauli hizo. Wawakilishi wadi hao wakiongozwa na spika wa bunge la kaunti ya Meru Ayub Bundi wameyakashifu matamshi ya Gachagua wakisema yanaingiza siasa katika masuala ya biashara. Mheshimiwa sawa. Hata hapo sawa. Mtu achagulie marafiki zake. Njogu ni rafiki ya president, na kama kuna kitu anafanya ni ile kitu iko ya halali. Na kama ni maneno ya mafuta, sisi ile kitu tunajua tukiwa watu wa kutoka Meru, wenye ukontrol mafuta hii nchi ni Wakikuyu. Ule mtu tuko naye ni moja tu, Njogu ndiye ambaye anauza mafuta. Na tukuelezea kwamba Njogu si ati ndiye ana regulate mafuta vile bei itaenda juu ama itaenda chini. Yeye ni muuzaji wa mafuta kama wengine. Sasa kwa sababu watu kama Njogu na wengine wamekataa kukua extorted pesa ya kuenda kufanya rallies za hii chama yake. Sasa unakuta ndio wameanza kumtarget. Number 2, wanataka contingency ya watu ambao wamefuatana na wao wote wakuja kwa hoteli kama ya huyu jamaa walale hapo for free. Eti ndio kwa sababu asitarget biashara zake. Kwa hivyo what we want to say is some of the reasons why unaona kama biashara za mtu kama Njogu unaona kama wameanza kumtarget sasa ni kwa sababu he has refused to succumb to pressure na extortion ya kwamba lazima afund activities za political activities za hii chama. Na kama ako na makosa asiende kutangazwa kwa public meetings kwa wanasiasa kuenda kumkashifu. Huyu si mwanasiasa, huyu ni mtu wa biashara. Kama ako na shinda ama kama wako na shinda na yeye ama kama ako na makosa yote ashikwe adhibiwe, lakini sisi hatutaki mtoto wetu ambaye amesaidia watu sana na ambaye tunamuenzi hapa Meru. Hata kama yeye si mtu wa kuongea, ametusaidia sana na tunajua ile kazi anafanya mafuta, anafanya kazi safi na amefanya miaka mingi. Tuangazie masuala ya elimu. Taasisi binafsi za elimu ya kiufundi TVET zimeendelea kuitaka serikali kuongeza ufadhili wa mafunzo hayo, zikionya kuwa ukosefu wa msaada wa kutosha unadhoofisha ubora wa mafunzo ya ujuzi na kupunguza kasi ya juhudi za kuzalisha wahitimu walio tayari kwa soko la ajira. Wadau wa elimu wanasema taasisi nyingi binafsi za TVET zinakabiliwa na upungufu mkubwa wa miundombinu, hasa katika kozi zinazotegemea sana mafunzo ya vitendo. Mkuu wa taasisi ya Milestone George Kario amebainisha kuwa mzigo wa kupata vifaa maalum vya mafunzo umekuwa mzito mno kwa taasisi nyingi nchini. We have a wide gap in the technical education. Technical education requires a lot of infrastructure setting, a lot of equipment and tooling. So we will request the government to continue investing in colleges where we can access, even if it's funding for equipment in our workshops and skills lab, because we need to simulate work environment in our training institutions so that the graduates we are releasing are market-ready graduates, and so we cut a lot of costs for the employers when we send them graduates who are able to work immediately. The government can focus also in the funding model. Currently, we are having a challenge as private institution in the TVET sector because most of our students are not able to access the higher education loan. Tuangazie masuala haya yanayofungamana na elimu, na ni kwamba wazazi wa wanafunzi ambao hawakupata alama ya chini ya kujiunga na chuo kikuu katika mtihani wa KCSE mwaka 2025 wamehimizwa kuzamia kozi fupi za kiufundi zenye soko kama njia mbadala ya kupata ajira na kujitegemea. Akizungumza katika eneo la Kimbo Juja, mkuu wa taasisi ya mafunzo ya utabibu ya Hofes International Joseph Mathenge alisema wazazi wanapaswa kuzingatia na kuwasaidia wanafunzi kuingia katika mafunzo ya ujuzi wa vitendo badala ya kuona chuo kikuu kama njia pekee ya kufanikiwa katika taaluma mbalimbali. Wito huo unajiri wakati kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu idadi kubwa ya watahiniwa waliokosa nafasi ya moja kwa moja
nia ya kujiunga na vyuo vikuu. Kati ya wanafunzi 1993,226 walioufanya mtihani wa KCSE mwaka 2025 ni watainiwa 270,715 pekee waliohitimu kujiunga na vyuo vikuu. Don't listen to your peers. Don't look at your peers what they have done. Don't think that we can only be successful if you join a university, if you join any other big institution. You can start from as low as level 3 or level 4. Arm yourself with the skills, and that is where now you'll be able to nurture yourself and also to provide for yourself and also to give back the community. One thing I would wish to advise the parents is don't compare your child with anybody else. Don't look at my neighbor's child got an A, got a B, is in university. No, let the students feel free to pursue their passion, because it's all about passion. Nimeona chances mingi za kazi abroad, mingi ziko kwa hii scope ya caregiving, like medical courses, ndo ziko na higher chances za kupata kazi abroad. So I decided to do caregiving, ndo niweze pia hiyo story ya kupata job majuu. Tuangazie mengine. Baadhi ya viongozi hapa Nairobi kutoka eneo la Nyanza wametoa wito wa utulivu kati ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo. Viongozi hao wanadai kumekuwa na msukumo mkubwa wa kumpiga vita katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo, hali ambayo imeathiri juhudi za kuunganisha eneo hilo. Viongozi hao sasa wanaomba kikao cha pamoja kati ya katibu Omolo na viongozi wengine kutoka eneo la Nyanza. I'm not saying that Raymond Omolo is an angel. He is not. Yeye ni binadamu kama wale wengine wanaongea. Babu Owino, wewe si malaika. Wewe ni binadamu. Orengo, wewe si malaika. Wewe ni binadamu. Gladys Wanga, wewe si malaika. Peter Kaluma, wewe si malaika. Tafadhali naomba kwa heshima jamii ya Luo, tafadhali tusimame na tuweze kufunika mwenzetu. Embakasi East MP Honorable Paul Ongili alias Babu Owino to desist from his continued reckless personal attacks that link Dr. Omolo to militia groups or goons operating across the region. Dr. Raymond Omolo, as it is, being a professional, we are not going to allow, as a general public, to interfere with efficacies of the service delivery of the internal security PS. The likes of Babu Owino, please stop your attacks, stop anything you're planning against Dr. Raymond Omolo, because he's one of our own. Tuangazie mengine, na ni kwamba shirika la Micro Enterprises Support Program Trust limezindua mpango wa kimkakati wa mwaka 2026 hadi mwaka 2030 unaolenga kuwasaidia wakulima 500,000. Mpango huo unalenga kuwahusisha wakulima ili wajiinue kiuchumi, ukilenga 60% ya wanawake, 50% ya vijana, walemavu na wakimbizi ambao wako katika sekta ya kilimo. Mpango huo ukilenga kusambaza shilingi bilioni 7.2 kwa vyama vya ushirika ili kusaidia wakulima kupata mikopo. Mpango huo vilevile utawasaidia wakulima zaidi ya 300,000 kuweza kupata masoko ya mazao yao, kubuni nafasi za kazi na kujikinga na athari za mabadiliko ya tabia nchi. We want to catalyze green and climate finance investment in Kenya for a just transition, and we want to strengthen partner institutional capacity and risk management and mobilize more funding to support our agenda. You've heard about capacity building and how disintegrated it is. We want to make sure that in the next 5 years, we want to work with appropriate systems within the agri-sector to develop training materials that can be able to be easily accessible, whether virtually or through our training institutions. We are very happy as government because what MESP has shown us is that it is important to promote sustainable financing, looking at the environmental conservation, climate resilience, climate financing, supporting
farmers from capacity building to access to market. Tuangazie taarifa ya huzuni. Ni kwamba familia moja katika eneo la 58 kaunti ya Nakuru imejawa na simanzi baada ya binti yao kudaiwa kuuliwa kwa kudungwa kisu na mume wake ambaye ni mwanajeshi. Kwa mujibu wa mfanyakazi wa nyumbani Edwin Kaunga ambaye ni mwanajeshi katika kambi ya Gilgil, wamekuwa wakiishi pamoja na Anita Mugweru japo wamekuwa wakizozana kila wakati. Mike Chalo na mengi zaidi. Meza na milango iliyovunjika kwenye nyumba hii vinachora taswira ya zogo na fujo ambazo zimekuwa zikiendelea hapa. Vilevile zikiashiria uwezo wa kijeshi alionao Edwin Kaunga na anaodaiwa kutumia kumuua mkewe Anita Mugweru mwenye umri wa miaka 29. Ndoa iliyoanza kwa mahaba ikigeuka kuwa shubili. Ni ya milele. Ameniweka uchungu sana. Tangu Winnie Meumbe kijakazi wao kuwasili hapa Disemba mwaka 2025, anadai wawili hao wamekuwa wakipigana kila wakati. Mzozo ukizidi kuanzia Pasaka ambapo Edwin anayehudumu katika cheo cha kapteni akifungiwa seli kwa muda. Anita alikuwa ametoka job, tuko na yeye tunapika. Kuja akaanza kukelelesha Anita. Anita akaenda bedroom ataka kelele, akakuja akavunja mlango. Akachukua simu ya Anita akavunja. Anita amekuwa akimsaidia mara mingi, lakini Edwin akakuwa akimchapa, akimsumbua, anachukua pesa zake, anachukua kila kitu chake. Zogo hilo likitokota zaidi wiki hii, Edwin akimdunga Anita kisu Jumanne jioni mwendo wa saa 1 mbele ya kijakazi na binti yao mdogo wa miaka 4. Edwin akakuja kitchen, akasimama, naona anaweka kisu huku nyuma. Kuitana ya Anita, alikuwa ameshamfikia. Nilishika na hizi mikono zote mbili. Baada akamlalia, kafinyilia. Baada ya Edwin Kaunga kukamatwa, familia ya Anita ambaye alikuwa mhasibu imebaki na majonzi makubwa kwa kupoteza tegemeo lao la pekee. Alikuwa anatusaidia kama sister zake, alikuwa anakaa na sisi. Ndio sasa mimi nilikuwa nataka justice ya Anita ifuatiliwe. Ninasikia niko na uchungu sana. Kisa hiki kikizua hofu miongoni mwa wakazi wa kaunti ya Nakuru, wanawake 4 wakiwa wameuliwa chini ya mwezi mmoja katika kaunti hii. Tunajaribu kusaidia victims wa prosecute cases, lakini zinapoenda hapo mbele tunakuwa so frustrated kwa sababu kesi zinaishia police, kesi zinaishia kotini. Mike Chelo, TV47. Makiwa kwa familia ya Anita. Na mtazamaji, taarifa hii ndio ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tunarejea na taarifa chungu nzima, endelea kuwa nasi. On the next episode of Connect In. Top of the morning, miss. Welcome to Connect In. These are the finest hoteliers ever assembled. This is our sous chef who will be running to check on the tomato paste. Enchanté de vous rencontrer. Oui, tout appelle. She is deaf and dumb. There is nothing Connect In does not provide. Except drugs. Of course. What is wrong with you people? Connect In. Saturday at 8:30 p.m.
Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Nikikunyuma. Oh my God. He left me. Nitumie ni live. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV 47. I just want to be in the zone. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. Well, Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. I just want to be in the zone. Stay fresh, stay safe, Stay linked up. Tuesdays at 8:30 p.m. You have to be very careful. Fake money can kill business. Na leo mko rada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi nikamchoka. Ni budi ni madeni. Tuesdays at 8:30 p.m. on TV 47.
This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system. Ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukupasha taarifa hizi za TV47 saa 5 ili uzidi kumakinika. Tuangazie taarifa ambayo ina matumaini, ni kwamba Rais William Ruto ametia saini mswada wa marekebisho ya sheria ya kodi ya ongezeko la thamani ya mwaka 2026 kuwa sheria leo asubuhi katika ikulu ya Nairobi. Sheria hiyo inalenga kukinga Wakenya kutokana na ongezeko la bei ya mafuta ambalo limesababishwa na mzozo wa kivita katika Mashariki ya Kati. Sheria hiyo inapunguza kodi ya ongezeko la bei ya mafuta kutoka 16% hadi 8%. Petroleum products, Your Excellency. The National Assembly responded to your request last evening and amended the VAT Act. Is also conscious, the House is also conscious, Your Excellency, that should the situation persist beyond the 90 days. Tolea taarifa hizi maoni kwenye mitandao yetu ya kijamii ili tuweze kufahamu hisia zako. Tuangazie mengine. Wakazi wa eneo bunge la Mboni, kaunti ya Makueni, wamekaribisha hatua ya serikali ya kitaifa kutangaza zabuni ya uboreshaji wa barabara ya Watuka Kako Wote hadi kiwango cha lami. Kwa miaka mingi, hali mbaya ya barabara hiyo imekuwa ikitatiza usafiri na kudumaza biashara, huku wakazi wakisema mradi huo utaimarisha mawasiliano na kufungua fursa za kiuchumi. Pia wameeleza matumaini kuwa uboreshaji huo ni sehemu ya mpango mpana wa maendeleo, huku miradi mingine ikitarajiwa katika sekta ya maji, miundombinu na elimu, wakiwa na imani kwamba juhudi hizi zitaboresha maisha yao. Hii barabara ilikuwa ikitusumbua sana kutoka mwaka wa 1963. Hatujawahi pata mheshimiwa anaweza kutuwekelea lami, na tunalima matunda kwa wingi na tunasumbuka sana wakati wa kusafirisha hiyo matunda kuwekelewa kwa kuuza. Tunafurahi sana kwa president wetu kwa sababu amejitolea kutuwekea lami kwa hii barabara. Mara mingi ilikuwa inatusumbua. Hata kwa mto watu mara kwa mara walikuwa wanachotwa na maji na kupelekwa wengine, na kuna wengine wanakufa. Lakini kwa wakati huu niko na furaha sana kwa sababu nimepata habari ya kwamba Mheshimiwa Ruto amekubali na akapitisha hii barabara tuwekewe lami. Kwanza wakati tunataka kujifungua tukienda Wote, ndio njia ya kwenda Wote, wengine walikuwa wanajifungulia kwa njia sababu gari zilikuwa zinakwama kwa barabara juu ya matope, lakini vile tulisikia tunawekewa lami tunafurahi sana. Hata wakati watoto walikuwa wanarudi shule, wengi walikuwa wanachelewa shuleni sababu magari ilikuwa inakwama, lakini saa hii kusikia ati Bwana Ruto anatuwekea lami tunashukuru sana. Mtazamaji, huenda msongamano madarasani katika maeneo ya Magarini na Malindi ukapungua kufuatia kukamilika kwa mradi wa kuboresha miundombinu ya elimu. Shule pia zinatarajiwa kunufaika kwa mazingira bora ya kujifunzia, hali itakayochangia kuongezeka kwa mahudhurio ya wanafunzi shuleni. Wakizungumza wakati wa kukamilika kwa mradi uliofadhiliwa na serikali ya Italia kwa gharama ya shilingi milioni 889, washikadau wametaja
akitaja kuwa ujenzi wa madarasa ya kisasa, mabweni, maabara na vyoo katika shule za Ngomeni na Rasi unaimarisha utekelezaji wa mtaala umilisi CBC. We have done 24 classrooms in the 5 schools. We have done 3 labs in 3 schools. We have built what is behind me, the dining hall and kitchen for Ngomeni Secondary School. We have done a dormitory for Ngomeni Secondary School. And all these facilities, they're actually furnished and equipped and are being used. And with that, tukasema, let's officially close the local project committees that were. Ombi letu ni kwamba mtu huwezi ukabaki na kitu kimoja. Kwa hivyo kingine kikikamilika, kuna jambo lingine linajitokeza. Tumejaribu kupeleka request zetu tena kwa yale maeneo ambayo yamejengwa, na nina imani kama kutakuwa na phase 3, hiyo miradi itaweza kuchukuliwa kwa uzito ili tuhakikishe kwamba inaendeleza ile mingine ambayo tayari kufikia wakati huu tunaitumia. Kwa sababu tuangazie mengine kutoka maeneo mengine, na ni kwamba mzozo wa uongozi umeibuka katika chama cha UDA tawi la Kitui baada ya baadhi ya wanachama wa eneo bunge la Kitui Rural kufurushwa katika afisi za chama hicho walipokuwa wakiendelea na mkutano. Mkutano huo ulisitishwa ghafla na kundi la vijana waliofika kusambaratisha, wakidai kuwa ulikuwa wa kuleta mgawanyiko ndani ya chama cha UDA. Wanachama hao sasa wamewaomba viongozi wa kitaifa wa chama hicho kuingilia kati na kurejesha amani miongoni mwa wanachama. Tumesikitika sana sasa tumekuja kwa ofisi yetu ya Kitui County kama wanachama wa UDA na tunajulikana. Mimi kama aspirant wa chama UDA MCA hata kwa Vonza, sijaanza hii mambo ya UDA sababu ya kuyafutisha kiti ya MCA. Nimeng'ang'ana na hii chama. Lakini leo tumekuja pale, tulikuwa na viongozi wetu kutoka Kisasi Ward, Bitini Ward, Kanyangi Ward na hata kwa Vonza Ward. Na vile mnatuona hapa tumekuwa wengi, lakini tumeshangaa kuletewa goons sa Kitui Central pale kwa ofisi. Wakatufukuza kwa ofisi, wakafuja madirisha. Tunataka kuuliza na tukaambiwa hapa si kwetu. Tunataka kuuliza Bwana Kawaya, hii ofisi ya UDA ya Kitui County ni ofisi yetu katika 8 constituencies. Sasa tunataka tujue kama tunafukuzwa kwa ofisi, unatuambia haji. Tunataka kusema kuna shida iko Kitui County. Upande wa viongozi wale tuko nao, hatuwezi kubali tunasukuma na watu wanatuambia basi kwetu na wanatufukuza. Sisi wote ni watu wa Kitui County, sisi wote ni watu wa Kenya na sisi wote ni watu wa UDA. Asubuhi ya leo tumekuja hapa kwa ofisi yetu ya chama cha UDA. Na tulikuwa tumepata ripoti ya kwamba kuna wenzetu ambao wako na mambo yao yenye hatuelewi. Lakini tunataka kusema hivi. Saa hii sisi vijana wa Kitui tunataka kutafutia Ruto kura za kurudi station. Tunataka kusema hivi. Saa hii Kitui hatutaki vita ya watu wenye wako kwa UDA. Kama hivi, watu wa Kitui tunatafuta kura za Ruto ndio waingie tena mara ya pili. Na ndio tunasema. Kwingineko, wakazi wa vijiji vya Sinambio na Ngoi katika kaunti ya Lamu wanatarajia maisha yao kuimarika baada ya kuunganishwa na nguvu za umeme. Mwanahabari wetu Oliver George na taarifa hii. Kulingana na wakazi wa vijiji vya Sinambio na Ngoi, uchumi wao utaimarika zaidi kwani nguvu za umeme zitawarahisishia ukulima nyunyizi. Wakulima hawa wanadai kuwa wamekuwa wakitumia fedha nyingi za kununua mafuta kunyunyiza maji kwenye mimea yao, ila mradi wa kuunganishwa kwa nguvu za umeme utawapunguzia gharama hizo. Sisi ni wakulima na tunapenda sana kulima. Tuna mashini, kila shamba liko na kisima, na tulikuwa tukitumia hii mafuta, na unajua mafuta hii petroli ni gari sana mno. Kwa robo moja tulikuwa tukitumia safari moja kama shilingi 700 kwa kupiga safari moja, na kwa hivi sasa leo tunaona tutatumia kama ni shilingi 100 ama less than 100 ili uweke maji robo. Kwa hivyo kama nilikuwa kulima robo moja, utalima eka moja
bila kuona matatizo yote. Wakazi hao pia wanadai kuwa kuunganishwa kwa nguvu za umeme katika maeneo hayo kutaboresha usalama na kuwaondolea changamoto za wanyamapori kuwashambulia mifugo wao nyakati za usiku. Barabara nazo zilikuwa giza sana, hakukuwa na mataa. Hata unajua taa zikiwa kwa nyumba, hata kwa nyumba hivi unaona kuna mwangaza kule unaenda, lakini kwa huku kulikuwa kama ni shimo. Hata na wanyama wako wengi, sababu tukisema mangrove, msitu wa mangrove wote uko hapa, kuna simba na wanyama wengine, na hata kuna wanyama wengine kama fisi wanakula mbuzi sana area hii. Lakini sasa watu watakuwa wakiweka mwangaza katika zile kule nyumba za mifugo, ambapo kama ni fisi wakiona mwangaza hawatakuwa akija. Wakati huo huo, wakazi hawa wanadai kuwa mradi huo unaogharimu serikali zaidi ya shilingi milioni 500 utasaidia kuboresha matokeo ya mitihani ya kitaifa ya wanawao. Shule kama hii, kama mambo ya kompyuta, pengine hiyo somo la kompyuta haingewezekana bereni, ama ingekuwa na ile shida ya masola na nini. Lakini saa hii stima hii tumepewa itasaidia watoto wetu. Kauli ya wakazi hawa zimeungwa mkono na seneta wa Lamu Joseph Githuku, ambaye anadai kuwa kuunganishwa kwa nguvu za umeme katika vijiji hivi ni njia ya kipekee ya kuinua maisha ya wakaazi. Kwa sababu hawa watu, kama vile umesikia vijana kina mama wameongea hapa, hii stima itakuwa ni mradi ambao ni wa kutusaidia sana, na bila shaka sisi tutafaidika, kwa sababu stima ni maendeleo katika sehemu yetu. Ni kweli ama si kweli? Kwa upande wake, katibu katika Wizara ya Nishati Alex Kamau amefichua kuwa serikali pia imetenga fedha za kuunganisha nguvu za umeme wa jua maarufu sola kwenye visima 15 katika eneo bunge la Lamu Magharibi, ili kuondoa changamoto sugu ya uhaba wa maji safi kwa baadhi ya wakaazi. Na vile rais from hiyo 517 ametuongezea another 52 million shillings ya kufanya ile kitu inaitwa solarization of boreholes. Na hizo boreholes ni 15 na katika hizo 15 ambazo ziko hapa Lamu County, 4 ziko hapa hii ward yenu mnaita ho. Mradi huu utakaogharimu serikali zaidi ya shilingi milioni 500 utaunganisha nguvu za umeme kwa zaidi ya familia 1000 kwa wakaazi wa Lamu Magharibi na Lamu Mashariki kwa ujumla. Oliver George, TV47, Lamu. Tuangazie mengine. Kenya imechukua hatua murwa katika kuboresha sekta ya utalii kufuatia uzinduzi wa jukwaa jipya la malipo ya kidijitali na ulenga urahisi wa matumizi ya pesa taslim. Mfumo huo unaojulikana kama Tourist Tap uliobuniwa na kampuni ya Craft Silicon na kutambuliwa rasmi na serikali unawawezesha watalii wa ndani na wa kimataifa kufanya malipo salama katika maeneo ya utalii kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Hatua hii inatarajiwa kuimarisha ufanisi, uwazi na kukuza zaidi sekta ya utalii nchini. Jukwaa hilo lilizinduliwa jijini Nairobi wakati wa hafla ya Tap into Kenya, likiwa na uwezo wa kuruhusu watumiaji kupakua programu, kuingiza nambari ya till au paybill na kukamilisha malipo papo hapo kwa kutumia teknolojia ya NFC. Kwa mujibu wa waziri wa utalii, hatua hii inaweka Kenya katika nafasi bora zaidi kama kitovu cha utalii kinachotumia teknolojia ya kisasa, huku ikirahisisha huduma kwa watalii na wadau wa sekta hiyo. This recognition reflects our broader agenda to enhance convenience and efficiency within our tourism ecosystem by enabling seamless, secure, and cashless transactions. We remove the barriers that visitors so often encounter. Tourist doesn't have to bother about getting a local SIM card, getting a local cash, relying on other people to pay on their behalf. Everywhere you tap the card and you are in the business. Tuangazie mengine. Baraza la wazee wa Njuri Njeke limemkosoa vikali kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwa kile lilichokitaja kuwa matumizi ya siasa za kejeli dhidi ya naibu rais Kithure Kindiki, wakisema mwenendo huo unakiuka maadili na tamaduni za jamii ya Mlima Kenya.
Wakizungumza katika kaunti ya Meru, wazee hao walimtaka Gachagua kusitisha mara moja matumizi ya lugha ya kudhalilisha wapinzani wake, hasa inayolenga maumbile, wakionya kuwa kauli za aina hiyo zinachafua taswira ya jamii na kuharibu uhusiano. Wakati huo, wameitaka serikali kupewa muda wa kutosha kukamilisha miradi ya maendeleo iliyoanzishwa kwa manufaa ya wananchi. Alianza sasa kumutusi, kumuita soprano sijui nini, kama ni yeye ndiye anapeana sauti za watu. Vile Kindiki anaongea si kama vile mimi naongea. Hiyo ni Mungu, ni maumbile ile tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Gachagua asifanye yeye ni Mungu okutafutia watu sauti. Tupewe heshima hata sisi Mount Kenya. Mount Kenya isiganganishwe na siasa. Kama ni siasa, pika siasa Kenya, lakini mambo ya Mount Kenya tuko imara na tunaunga serikali mkono. Hatuko kwa opposition. Wata tuangalie hii kiti ya makamu wa rais, hata sisi tupate hiyo kamoto kidogo. Murkomen aambiwe hivi, yeye ni waziri wa serikali, sio waziri wa upande moja, ni waziri wa upande yote. Ni waziri wa Samburu, ni waziri hata wa Meru. Angalia wa Meru na operation ifanywe, sababu operation anakataa operation ifanywe sababu ng'ombe siko kwa Samburu na najua iko, na ukienda Samburu utakuta ng'ombe maalama ya Wameru. Mali yetu yote imeenda, ng'ombe zetu zimeenda. Sasa tunaona kama ni watu sasa watakujiwa. Watu wamekufa wengi sana. Serikali ingilie kati, iangalie, ione security imerundi Meru. Utajiri wa Meru ushungwe. Naam, mtazamaji, baadhi ya kina mama wajane katika kaunti ya Migori wamepokezwa hundi zitakazowawezesha kuimarika kibiashara na kujikimu kimaisha. Wambura Chacha amezungumza na kina mama hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ilikuwa furaha isiyokuwa na kifani huku vifijo na nderemo vikisheni katika shule ya msingi ya Kibarori katika eneo bunge la Kuria Mashariki, kaunti ya Migori, katika mradi wa kuwainua kina mama ambao ni wajane. Wengi wao wameelezea kuwa biashara zao zitapanuka. Nitaenda nifanye biashara kama mena, maana mimi miguu yangu ni sio sawa, ni migonjwa. Fura. Nitanunua mena kiancha naenda kukaa naye nyumbani. Mbunge wa Suna Magharibi Peter Masara ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo, akimpongeza mbunge mwenzake wa Kuria Mashariki kwa hatua hiyo ya kuwainua kina mama. Leo hii nilikuja kuhusudia wamama wakipata haki yao kutokana na harambee ambapo tulichangia kule juu Kegonga, ambapo kila group walileta watu yao, na leo hii nilikuja kuhusudia kwa niaba ya wajumbe wengine ambao walichangia kwamba wamama wanapata haki yao. Hapa tuko na 2 sub locations na kila mmoja nimeona cheke yake ya 250,000. Hii inaonyesha kwamba ile pesa ilichangwa inatumika vizuri. Kwa upande mwingine, mbunge wa Kuria Mashariki Maro Maisori amewataka wenyeji wa eneo hilo, haswa waliopoteza vitambulisho vyao, kujisajili upya, akitaja kuwa serikali iliondoa ada ya usajili wa vitambulisho hivyo. Ni nafasi yako uende pale upewe bure. Nyuma kidogo pale bungeni tulipitisha kwamba ukipoteza kitambulisho ni shilingi 1,000. Leo mimi mtoto wa wajane nimezungumza na Mheshimiwa Rais, tukazungumza na rafiki yangu Raymond Ombolo, tukasema kwamba tulete huduma hiyo katika karibu na wamama. Ni afueni sasa kwa kina mama ambao ni wajane, wengi wao wakifaidika na mradi huo wa kuwainua kiuchumi. Ametukumbuka wamama, ametuletea haki yetu, walikuwa wanasema hata tupea. Leo ametuletea pesa walituchangia, na bado amesema ni ndogo, ametuongezea. Tunamshukuru kwa maendeleo yenye ametufanyia, na vile leo amekuja kuona wajane, tunashukuru amewapatia pesa. Wambura Chacha, TV47, Migori.
Huku Wakenya wakizidi kuhangaika katika usafiri nchini kutokana na wasiwasi wa bei ya mafuta, wakazi na viongozi kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza na kuitaka serikali kutafuta mbinu mbadala itakayotoa suluhu kwa masaibu ya ongezeko la bei ya mafuta. Baadhi ya viongozi kaunti ya Trans Nzoia akiwemo Jacob Lusweti wanataja ufisadi kuwa kikwazo kikuu katika sekta ya kawi. Lusweti amesema huenda ongezeko la bei ya mafuta nchini likasababisha kupanda kwa gharama ya maisha na hata kuathiri pakubwa bei ya bidhaa nyingine nchini. Hili suala liko na ufisadi ya hali ya juu na ni kiwango ingine hata huwezi elezea. Kuna ujanja na sijui nitasemaje, ukora mwingi kwa hii sekta ya mafuta. Kwa sababu juzi tu wamepandisha, hivi tena wameshukisha, so kuna mchezo ambao inachezwa. Na mimi naweza sema hii mchezo yote inachezwa ni ya kisiasa. Kwa hivyo Wakenya nataka niwaambie tuendelee kabisa kusimama imara, kusukuma hii serikali kabisa. Iwache hii mchezo ambao inafanya. Kwa sababu imefika wakati tusimame kama Wakenya, tuache ukabila, kwa sababu njaa ikituma inatuma wote. Itauma Mjaluo, itauma Mkisii, itauma Mluya, Mkikuyu. Kwa hivyo tushikane, tuache ukabila ama ati kwa sababu tuko kwa serikali. Hapana. Mambo isiende namna hii. Kwa hivyo tusimame, tukatae hii ukora, tukatae mambo ya corruption, tukatae mambo ambayo yanafanyika kwa sasa na tusimame na watu wetu ili tuponye nchi. Kwa sababu mafuta unajua ni ya muhimu. Mafuta inapopanda kila kitu kitakuwa juu. Kwa hivyo imefika wakati ya kusimama imara bila kufanya mchezo. Tuangazie mengine. Wanafunzi wameombwa kuwa wabunifu zaidi, haswa wakati huu wa mtaala mpya wa CBE ambao unaangazia uwezo wa mwanafunzi nje ya darasa. Wakizungumza kwenye mashindano ya ubunifu na usafi wa mazingira yaliyoandaliwa na kampuni ya Kiwi, walimu wamepongeza hatua kubwa ya ubunifu wa wanafunzi nje ya darasa. Aidha, walimu wameomba mashirika mengi ya kibinafsi kujitokeza na kupiga jeki shule hasa katika kutoka mashinani kuhakikisha mtaala huo unafaulu. Kampuni hii ya SC Johnson inakuza mtaala mpya. Kwa vipi? Kwa sababu wanafunzi wana ubunifu, na ule ubunifu tungependa kusikia kutoka kwa wanafunzi ama kuweza kuona, je, wanafunzi wanakuza huo ubunifu kupitia kutengeneza mradi mipya na halikadhalika mambo mengine katika maisha yao. Companies maybe or other like-minded people who can visit this kind of schools across the board, yes, but you'll be able to see that talents are not domiciled in particular levels of schools. They are cut across. This is a very good idea, and we encourage young people to be more innovative and always subject everything to imagination on how we can improve our environment and make it safe for everybody. Fuatilia TV47, wanakwetu wananiita Joash Wansare, story ni yetu. At 8:30 p.m. You have to be